tunajenga matangi ya kuhifadhia mafuta ambao ni matangi jumla ni 15. 14 yenyewe ni ya kuhifadhia mafuta, moja tunaita interface tank. Kama mnavyoona matangi yenyewe, hichi ndio kitako chake. Hii hapa zege imemwaga kuanzia jana usiku nafikiri, si ndio? Wamemaliza leo. Naona masaa 22 toka wameanza mpaka leo. Kiangalia hichi kitako kina upana wa mita 42. Kwa vile hii ni kazi kubwa na inafanywa leo, wamemaliza. Ile ya pale imeshamalizika. Sasa wanatengeneza chuma kwa ajili ya hii hapa. Tunaamini kwenye hali kama hii matanki 8 tayari yameshaikwa kitako, vitako yenye foundation vimeshajengwa, tunaendelea mengine. Tunaamini baada ya siku kama 70 hivi matanki yote haya yatakuwa yameshajengwa foundation au kitako. Kazi itakayofuata hapo ni ya kunyanyua tu. Kazi hii ni muhimu sana kwa sababu kazi ya kumwaga zege huwezi kuifanya, au kazi ya kujenga foundation huwezi kuifanya kama hali ya hewa ya mvua. Sasa tumeshatoka huku, kazi inayofuata baadaye itakuwa ni rahisi kwa sababu sasa tunatandika plate, iron plate. Tunatandika chuma, tunatandika chini halafu tunapandisha juu. Kwa vile hii ni kazi ya kuchoma welding. Na plate tayari pale zimeshafika. Sasa kazi kubwa hasa ilikuwa hii tunaiona hapa chini. Na hii ndio kazi muhimu kwa sababu hii ndio umara wa tanki lenyewe. Na kama nilivyosema, mradi huu unatumia takriban bilioni 703. Ukichukua bilioni 678 za mkandarasi na bilioni takriban 25 za consultant. Kwa vile ni mradi ambao ni mradi mkubwa na una mafanikio, utakuwa na mafanikio makubwa. Faida kubwa ambayo tutaipata kama tulivyosema, sasa hivi meli ikija ya mafuta inakaa siku 22 na ngani. Halafu inakuwa na siku 7 za kuteremsha mafuta. Inategemea ukubwa wa meli. Meli nyingine inaweza kutumia siku 3, nyingine siku 4, lakini meli kubwa inatumia mpaka siku 7. Sasa wakati hii mradi huu utakapomalizika, utapungua muda ukaa ngani kutoka siku 22 mpaka siku 5 ama siku 6, itategemea ukubwa wa meli na meli zilizokuwa bandarini. Lakini kuhusu kushusha mafuta tutatumia karibuni siku 7. Inategemea meli. Baadhi ya meli tutatumia siku 2, baadhi ya meli tutatumia siku 3, baadhi ya meli tutatumia siku 4, itategemea na ukubwa wa meli. Sasa hivi meli ikikaa ngani, kila siku mwenye mafuta anachaji dola za Kimarekani takriban 25,000. Sawa na shilingi za Kitanzania milioni 57. Kama meli inakaa siku 20, utaona karibuni milioni 500 zinalipwa kwa meli moja. Na harama hizi hazibaki kwa anayeleta mafuta, zinakwenda kwa watumiaji. Mimi na wewe zinakwenda, mimi na wewe kwenye usafiri, zinakwenda kwenye chakula, kwa sababu ukipandisha bei ya mafuta definitely na harama ya uzalishaji inaongezeka. Kwa vile mradi huu utakuwa na manufaa makubwa kiuchumi na kiusalama. Kwa sababu mkiwa na storage kubwa ya kuhifadhia mafuta, pia mna uhakika wa kuwa na mafuta ya kutosha nchini. Ikitokea bei inayumba kwenye soko kule, bado nyewe mtakuwa na reserve ya kutosha na hamwezi kuathirika na mabadiliko haya ya muda mfupi ya kupanda na kushuka, ya kupanda hasa kwa bei za mafuta. Kwa vile ni mradi mkubwa, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuwa na maoni haya. Katika nchi yetu huu ni mradi wa pili. TIPA ulijenga siku hizo zamani, ulijengwa mradi kama huu, lakini capacity yake ilikuwa ndogo. Hii capacity yake ni kubwa sana. Kwa vile tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutupatia bilioni 703 na kwa maono makubwa ya kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa na usalama wa kutosha mafuta, pamoja na uchumi wetu unakuwa kwa kasi kubwa. Kwa sababu bila ya mafuta uchumi wako hauwezi kukua. Bila mafuta ya uhakika uchumi wako, hata usalama unakuwa ni mdogo. Kwa vile sisi tunamshukuru Mheshimiwa Rais kama nilivyosema kwa maono makubwa ya kusimamia mradi huu, na sisi tunaomba tumhakikishie Mheshimiwa Rais pamoja na Watanzania wote kwamba hatutoangusha. Tutausimamia mradi huu kwa viwango kama ilivyowekwa kwenye mkataba, value for money iweze kupatikana. Na tunategemea mwakani itapofika mwezi wa Agosti, mwezi wa 8, mradi huu utakuwa umemalizika kwa 100%. Matenki haya najua yanaweza kuhifadhi cubic mita 368. Cubic mita 378. Ukitaka kujua lita ngapi unazidisha kwa milioni. Ni nyingi sana.
Capacity ya nchi nzima siwezi kukuambia, hii nafikiri watu wa energy, kwa sababu matenki mengi yako kwenye sekta ya private, lakini after all nafikiri ukiangalia haya ndio yatakuwa matenki karibuni makubwa hapa nchini. Hapa jirani wanajenga matenki Tazama, lakini matenki yao, tenki moja hili ni mara 2 ya tenki la Tazama. Unaona sasa ukubwa wa matenki haya. Hili lina upana wa diameter hiyo nafikiri 42. Ile pale ina upana takriban diameter 22. Haya matenki moja ni mara 2 ya lile. Kwa vile haya ni matenki makubwa, na serikali tumefanya hivyo kwa sababu tunaangalia future nchi hii.